Mataifa yanaongoza kwa kukosolewa ama kuchukiwa zaidi duniani yametajwa, ambapo Urusi na Israeli zimekabiliwa na shinikizo kali zaidi. Hasa ripoti mpya ya mtazamo wa umma duniani, yani Global Public Perception, imeibaini kuwa mivutano ya kijiopolitiko, rekodi za haki za kibinadamu na sera za nje zenye nguvu zimeendelea kuyaweka mataifa kadhaa chini ya uangalizi mkali na ukosoaji wa kimataifa katika masuala ya mwaka huu 2026. Mataifa ya Urusi na Israeli yanatajwa kuongoza katika orodha ya nchi zinazotazamwa kwa mashaka makubwa kutokana na kuhusika kwao katika migogoro ya kijeshi inayoendelea. Urusi imekuwa ikikosolewa kwa operesheni zake nchini Ukraine, huku Israeli ikabiliwa na shinikizo kutoka mashariki ama mashirika ya kimataifa na mataifa jirani kutokana na operesheni zake za kijeshi na hali ya kibinadamu katika maeneo ya migogoro. Kwa upande mwingine, Korea Kaskazini na China zimeendelea kukosolewa kutokana na kile kinachokitaja na mataifa magharibi kama udhibiti wa kiimla. China inatupiwa macho zaidi katika masuala ya udhibiti wa habari, yani censorship, na rekodi zake za ndani, wakati Korea Kaskazini ikisalia kutengwa kutokana na mipango yake ya silaha na ukosefu wa uhuru wa kidemokrasia. Ripoti hiyo imeweka Marekani na Pakistan katika orodha ya mataifa yanayochochewa mjadala mizito, ambapo Marekani inalaumiwa na baadhi ya mataifa kwa kile wanachokiita uingiliaji wa kijeshi wa kimataifa na matumizi ya nguvu ya kiuchumi kudhibiti siasa za dunia. Lakini upande wa Pakistan inataja kukabiliwa na changamoto za kuyumbisha uthabiti wa ndani na usalama, jambo linalozua hofu kwa majirani zake kwa kanda za Asia Kusini. Wataalamu wa mahusiano ya kimataifa wanasema kuwa viwango hivi vinaakisi wasiwasi mkubwa wa kidunia kuhusu mustakabali wa kidemokrasia, uhuru wa kujieleza na usalama wa kibinadamu. Ingawa maoni ya umma yanabadilika kulingana na matukio, mataifa haya yanakabiliwa na kazi ngumu ya kurekebisha taswira zao mbele ya jumuiya ya kimataifa ambayo inazidi kudai uwazi na kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa. Kukithiri kwa matumizi ya nguvu za kijeshi baada ya diplomasia kunatajwa kuwa kichocheo kikuu cha mataifa haya kuendelewa kuchukiwa ama kutazamwa kwa uhasi na raia wengi duniani, hadi inayopelekea kuongezeka kwa vikwazo na kutengwa kidiplomasia kwa baadhi ya serikali hizo.